Kwa miaka mingi wakazi wa jiji la Mbeya wamekabiliana na changamoto za miundombinu ya barabara za mitaani. Mashimo, vumbi wakati wa kiangazi na matope wakati wa mvua vimekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hata hivyo, hali hiyo sasa inaendelea kubadilika kufuatia uwekezaji mkubwa wa serikali katika ujenzi na uboreshaji wa barabara za mijini. Leo barabara hizo si tu kwamba zimerahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, bali zimegeuka kuwa fursa ya kiuchumi kwa maelfu ya wananchi, wakiwemo madereva, wafanyabiashara wadogo na wakazi wa kawaida. Mujibu wa taarifa za miradi ya maendeleo ya jiji la Mbeya, zaidi ya shilingi bilioni 51 zinaendelea kuwekezwa katika kuboresha miundombinu ya jiji hilo, ikiwemo ujenzi wa kilomita 12.3 za barabara za lami, mifereji ya maji ya mvua na taa za barabarani. Miradi hiyo inalenga kuimarisha usafiri, biashara na huduma za kijamii. Faida hizo pia zimewafikia wafanyabiashara wadogo. Mama Rehema ambaye huuza matunda kando kando ya moja ya barabara zilizoboreshwa, anasema biashara yake imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Upande wa madereva wa bodaboda, wanasema uwepo wa barabara bora zimepunguza gharama za matengenezo ya vyombo vyao vya usafiri, wakisema zamani walitumia fedha nyingi kutengeneza matairi, mifumo ya mshtuko na vipuri vilivyoharibika kutokana na mashimo. Kwa majina naitwa Justin Kaliwaya Masipele. Mimi ni dereva wa bodaboda. Sasa kwa upande wa hii barabara ambayo tumeipata, ambayo imetengenezwa kwa kiwango bora kabisa cha lami, kwa upande wa sisi kama bodaboda, ni kwamba imetusaidia sana, kwa sababu ukiangalia kwa saizi usalama wa vyombo vyetu umekuwa ni mkubwa sana ukitofautisha na kile kipindi cha kwanza, ambapo tulikuwa tunatembea kwenye barabara ambazo zina makorongo, zina mashimo, zina mawe. Sasa na saizi tukiwa kwenye mkeka kama huu hapa, vyombo vyetu vinabaki kuwa sehemu salama. Wakati huo kipindi cha mwanzo ilikuwa muda wote unashinda garage, unashinda kufanya service ya nini ya vyombo. Lakini kwa saizi tuna flow vizuri, lakini pia hii imetupelekea sisi kama bodaboda kufanya discount ya kile kiasi ambacho tulikuwepo tunawachajisha wananchi, kwa sababu abiria utakapombeba kutoka kituo kimoja mpaka kituo kingine, kulingana na aina ya barabara ile inapelekea kuongeza gharama. Lakini walipotuletea mkeka wa namna hii hapa, kidogo imepelekea ile fedha ambayo tulikuwa tunawachaji kwenda kupungua. Naitwa Mwalimu Joshua Osemu wa Kitalima, ni balozi shina namba 2 katika mtaa wa Ilindi, kata ya Iremi. Kimsingi mwandishi wa habari kwamba sisi kujengwa kwa hii barabara ya lami inayotoka Beta inayozunguka mtaa kata Iremi kwenda mpaka Magege imekuwa ni raha kwetu, kwa sababu ya miundombinu imekuwa mizuri. Sasa tunapotaka kwenda Mwanjelwa, tunapotaka kwenda Ilomba, basi tunasafiri bila shida. Hata tunapokuwa na wagonjwa tuna uwezo wa kuwasafirisha katika mazingira mazuri, kwa sababu miundombinu imekuwa ni rafiki na imekuwa ni bora. Tofauti na mwanzo hapo kabla ya barabara haijajengwa, ilikuwa na shida, ilikuwa na mashimo, wagonjwa walikuwa wanasafirisha kwa shida, lakini pia sisi tulikuwa tunasafirisha vitu vyetu kwa shida na kwa tabu. Baada ya kutengenezwa hii barabara, kwa kweli imetusaidia wananchi, hususani wakazi wa kata nzima hii ya Iremi na mitaa yake. Hilo ndio jambo kubwa, lakini zaidi ya hapo imeongeza pia fursa kwa wananchi. Unaona kwamba pembezoni mwa hii barabara sasa watu wanafanya biashara, wanaweka fremu zao na hatimaye zinakuwa zinauza, kwa sababu tayari population ya watu imekuwa ni kubwa, kwa sababu watu wanapita na kutoka kwenye eneo hili, hasa wanapopata jamu kwenye barabara ile kubwa. Watu wanapotokea mjini kule Uhindini, watu wanaenda Uyole, gari nyingi sasa zinapita huku ili kukwepa foleni ya kule chini. Kwa yote hii inatuletea sisi fursa, wanapoona biashara au bidhaa au hitaji lolote pembezoni mwa barabara, wanasimama na kuchukua hizo bidhaa. Kwa wananchi pia wakazi wa kata Iremi na hasa mtaa wetu wa Ilindi huu imekuwa ni fursa kwao. Kwa majina naitwa Rachel Paulo George, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya Ikulu Sekondari. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutengeneza barabara nzuri. Tukitoka shuleni na giza hatutaogopa, kwa sababu ametuwekea taa, kuna mwanga vizuri. Mungu akubariki Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais kwa kutujengea hii barabara kutoka Magege mpaka Veta. Imetupa fursa ya sisi wajasiriamali wadogo, tunajipatia kipato kidogo kama hivi na hivi giza, lakini tumepata taa hapa zinatusaidia. Kwa hizi taa sasa hivi tungekuwa nyumbani
tumelala, lakini sasa hizi wametuletea hizi taa, tunafanya kazi mpaka saa 4 tuko hapa barabarani. Nakushukuru sana. Kwa majina naitwa Ibrahim Tweve. Uwepo wa barabara hizi kwa sisi watu wa mazoezi tunamshukuru sana. Tunapenda kumshukuru Mama Samia kwa kuweza kututekelezea ilani yetu ya barabara, na barabara zingine za mtaani zinaelekea kama hii ya kwenda kwenye hospitali ya Itensa, lami inapita sio muda. Kwa hiyo tunaongeza ruti kwa sisi wakata kilomita, tutakuwa tunakata kilomita hizi, tunazunguka, tunatokezea Amerika, tunarudi tena barabara ya Tulia. Kupitia barabara hii kwa sisi watu wa mazoezi, tukishatoka maofisi tunakuwa tuna sehemu vitu vingine vya kufanya. Kwa hiyo tunaamua kuchange nguo na kuingia tizi kama hivi. Masaa 2 tunakata jasho. Mheshimiwa, hongera sana. Naitwa Mwalimu Clemens James Mwandemba, ni mheshimiwa diwani wa kata ya Nsalaga inayopatikana ndani ya halmashauri ya jiji la Mbeya katika jimbo la Uyole. Leo tuko hapa katika barabara hii ambayo inaitwa Tulia Road. Kimsingi ni barabara ambayo imejengwa miradi inaitwa Tactic, miradi ambayo inafadhiliwa na serikali kuu kupitia mikopo ya Benki ya Dunia. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye kwa mahusiano yake makubwa ameweza kutupatia hii barabara ya kilomita 1.9 ambayo kimsingi ni muendelezo, kwa sababu hii barabara ilitoka hapa Uyole inaelekea Itezi, lakini pia inaelekea mpaka Isyesye huko kutoka mpaka Machinjioni. Kwa kipande cha kwanza kinaishia pale Tambukareli. Lakini kimsingi barabara hii imekuwa ni barabara nzuri sana, kuu sana. Mara ya kwanza ilikuwa ni rough road, ilikuwa ni barabara ambayo kipindi cha mvua haiwezi kupitika kabisa. Lakini sasa hizi umeona namna ambavyo wananchi imewapa. Unaona sisi kuna watu watembea kwa miguu wakafika nyumbani, lakini pia imerahisisha sana usafiri kwa wananchi. Lakini pia ukifuatilia jioni hapo watu wanafanya biashara mbalimbali kwa sababu tayari na mataa. Kwa hiyo wananchi wa Uyole especially Itezi na Nsalaga, kata Nsalaga wamekuwa wakitumia sana hii barabara katika matumizi mbalimbali. Lakini pia mara ya kwanza ulikuwa ukipanda bajaji hapo stendi, ukisema bado unaenda kituo cha Machinjioni, unafika kituo labda cha Tambukareli, kituo labda cha sehemu mbalimbali huko chini, ilikuwa ni ngumu kufika kwa sababu ya changamoto ya barabara. Lakini sasa hizi imeleta uraini, imeleta tabasamu. Na mfano wananchi wana enjoy, hata gharama pia zinakuwa zinapungua ukiachana changamoto hii ya mafuta. Lakini kubwa zaidi, rai yangu kwa serikali, watu Uyole sisi kimsingi tunahitaji sana hii mradi ya Tactic, sababu ni barabara ambazo tukizipata ziko vizuri, zina mataa, zina mitaro vizuri. Kwa hiyo naamini kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kudumisha mahusiano, sasa hizi naona yuko Urusi kule kwa Mheshimiwa Putin, hawezi kashindwa kuja na barabara hata kamoja kakuleta hapa Nsalaga kaendelee kutabasamu. Lakini kimsingi hizi barabara tunazihitaji sana kwa sababu zimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wananchi wa kata hii ya Nsalaga na kata ya Itezi na sehemu zingine mbalimbali kwenye kurahisisha masuala mbalimbali. Ukiangalia wa bodaboda, matipa, madereva mbalimbali wamekuwa wakitumia hii barabara katika sehemu mbalimbali. Na hii barabara ilikuwa ni hatari huko nyuma, lakini kwa sasa imekuwa ni kimbilio kubwa sana. Kwa hiyo kimsingi maombi ya wananchi kwamba hizi barabara za lami ziendelee kumiminika ili wananchi waendelee kupunguza mchakato mbalimbali. Lakini pia barabara kama hii inaupa mji thamani. Leo kama mtu alikuwa amefanya uwekezaji hapa labda na nyuma za kupanga, sasa hizi ukifika bei inaongezeka kwa sababu unafika kwa haraka kwa sababu kuna lami, lakini pia taa zinawaka barabarani. Kwa hata usalama pia umekuwa ni mkubwa sana. Kwa barabara hizi kishakuwa nyingi hizi, maana zishakuwa na taa, hata masuala ya wezi inakuwa tumeshamaliza changamoto. Lakini kubwa zaidi, barabara hizi ni uchumi. Kutengenezwa kwa barabara hizi, leo mtu akiwa Nyigamba, akiwa Itezi, ni rahisi kuja kufuata mahitaji huko juu. Kwa bwana stand dakika moja niko stand, dakika 2 niko sehemu fulani. Kwa hiyo imerahisisha sana kwenye masuala ya mawasiliano baina ya jamii. Kwa hiyo Mstahiki Meya wa jiji la Mbeya Dul Mohamed Isa anasema, kwa jina naitwa Dul Mohamed Isa, mstahiki meya wa jiji la Mbeya na diwani wa kata Isanga. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo amekuwa anaifanya katika nchi yetu na kwa maono yake thabiti na nia thabiti ya kujenga diplomasia ya nchi yetu, lakini vile vile kuletea maendeleo katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja ya miundombinu, nyanja ya elimu, afya, mazingira, huduma za jamii, na kila mmoja anaona mambo ambayo Mheshimiwa Rais anayofanya na anaagiza sisi kwenye halmashauri yetu yafanye ili kufikisha huduma kwa wananchi wetu. Sisi kama halmashauri ya jiji la Mbeya, kama ambavyo mmeona na ndugu yetu mmeona umepita huko, kuna barabara ambazo tumeshazitengeneza, tumetia lami kupitia mradi wetu wa Tactic, barabara ya Maperere ambayo inaenda kuungana kule Machinjioni, lakini tuna barabara kule Itezi, tuna barabara kule
Silo kutokezea Block T, lakini kuna barabara ambayo iko kule Karobe. Hizi barabara zote katika mpangilio wa jiji kuhakikisha kwamba tunakwenda kubadilisha jiji na kuleta taswira nzuri ya jiji, lakini vile vile kusogeza huduma kwa wananchi, lakini kikubwa ni kuweka chachu ya uchumi kwa wananchi wetu. Utakuwa umepita pengine katika siku tatu hizi katika baadhi ya barabara, umeona jinsi gani wananchi usiku, kwa sababu tumeshaje barabara ambazo tumetengeneza kupitia mradi tatu, tumeshaziweka taa. Barabara nimesema barabara ya Iziwa pia tumeweka taa. Zile barabara usiku utakuta ni wananchi wanafanya biashara mpaka usiku. Saizi kwa kweli ni kichocheo kikubwa cha uchumi kwa wananchi. Mtu anakaa usiku anafanya biashara yake, anauza vitumbua, mwenye kuuza, kila mmoja anakuwa busy usiku. Lakini ukiangalia ukiachana miradi ya TACTIC, kuna barabara ya Mbwiga kata ya Isanga ambayo tumepiga kiwango cha lami kwa fadhili zetu za halmashauri na tumepiga taa tayari. Barabara hapa Maktaba tumepiga taa tayari, tumepiga lami. Kuna barabara kule Nsalaga ambayo tumetengeneza kwa fedha za mapato ya ndani kutoka wanaita TAG Darajani kata ya Nsalaga. Barabara zote zimekuwa ni chachu ya uchumi kwa wananchi, kwa sababu wamekuwa wanafanya biashara mpaka usiku baada ya kuwepo taa za barabarani. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa hili jambo na tumeamua kuliendeleza, na tunasema kwamba nia na dhamira ni kuliendeleza. Kama tulikuwa tunapata pesa, basi nia na dhamira kuliendeleza. Tukipata fedha, tukipata wadau mbalimbali, nia ni kuendeleza na kuhakikisha kwamba jiji lote linakuwa linawaka taa, lakini jiji lote linakuwa na barabara ambazo wananchi wanapata kufanya biashara zao, inakuwa ni chachu ya uchumi kwa muda hasa ya usiku na jioni. Lakini ukiangalia tumetumia greda letu ambayo tulinunua kwa fedha za halmashauri mwaka jana, tulinunua greda kwa takriban milioni 500 na kitu, lakini ndio greda tumetumia kufanya kazi katika kufungua barabara katika kata mbalimbali, ambao mpaka hivi ninavyoongea bado lipo kazini, linaendelea na kazi. Lakini tumefungua barabara katika karibu kata 10 na kitu ambazo tumefungua barabara, hasa ukiangalia mfano barabara kata ya Ilomba, barabara zake nyingi zilikuwa zimejifunga, lakini tumefungua barabara karibu 18 kata ya Ilomba, na ile barabara sasa zinaungana mpaka kwenda katika kata ya Uyole ambayo inapakana na kata ya Ilomba. Barabara inafika mpaka kwa tumefungua barabara maeneo yale. Kwa hiyo tumepiga greda katika kata, mfano kata ya Iziwa, kata ya Msoho, kata ya Ghana, kata ya Nonde, kata ya Itigi, kata ya Majengo, kata ya Maendeleo, kata ya Isanga, kata ya Iganzo, Mwansekwa, Itagano, Ilemi. Sasa hivi greda liko kwenye kata ya Isyesye nafanya kazi, nilipopiga kata ya Ilomba, kata ya Mwakibete. Tumejaribu kuziweka barabara katika hali nzuri zionekane kwamba hizi ni barabara, lakini nia na dhamira hizo barabara kuja kuzikarabati baadaye tukao tunapata pesa kila mwaka tuweze kuzikarabati barabara katika kiwango cha lami. Na huu ni mwanzo tu kuona kwamba jiji la Mbeya linakwenda kubadilika. Naomba tu wananchi wao wavumilivu, lakini kubwa na waomba kutunza miundombinu ambayo hii ni gharama kubwa, fedha za serikali linatumia. Ni maagizo Mheshimiwa Rais kuona kwamba jiji linabadilika na kuwa katika hadhi ya jiji. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa maagizo ambayo anatupa na maelekezo. Naamini yeye ndio jemedari mkuu ambaye ameshika usukani wa nchi yetu na anafanya vizuri. Niendelee kumpongeza kwa kazi kubwa ambazo kwa anazifanya, na nimwombee Mwenyezi Mungu aendelee kumpa hekima na busara katika kuongoza taifa letu. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa miundombinu bora ya barabara huchochea ukuaji wa biashara kwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa, kuongeza thamani ya maeneo ya makazi na kuvutia uwekezaji mpya. Mbali na biashara, wananchi wa kawaida wamefaidika kupitia huduma za kijamii. Wanafunzi wanafika shuleni kwa urahisi, wagonjwa wakifikishwa hospitalini kwa wakati, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kwa ujumla, simulizi za wananchi wa Mbeya zinaonyesha wazi kuwa ujenzi wa barabara za mitaa si suala la miundombinu pekee, bali ni kichocheo muhimu cha maendeleo ya uchumi wa wananchi. Bali ni mtandao wa barabara unavyoendelea kuboreshwa, ndivyo fursa za ajira, biashara na ustawi wa maisha ya wakazi wa jiji hilo zinavyozidi kuongezeka.